Movie inaanza kwa kutuelezea maana ya neno roja katika muktadha wa kitaaluma zaidi, lakini pia inatuonesha maana kwa Kibritish na mwisho kabisa maana kwa Kinigeria, ambapo inamaanisha kutoa hongo. Kisha tunasikia sauti ya mwamba anaitwa Brume ikisema, rafiki yangu mmoja aliniambia mtu akifa ubongo wake unaweza kuendelea kufanya kazi mpaka dakika 15. Ila sijui ni dakika 50 maana nimesahau, ila kwa hizo dakika 15 nitawaelezea hii story. Tunaona mapolisi wawili wako shift ya usiku, wanatafuta rushwa. Wakasimamisha gari na baada ya kuresearch hawakukuta kosa lolote. Basi baada ya matusi na kejeli nyingi wakamwachia aende, lakini ni baada ya kutoa rushwa. Baada ya muda gari nyingine ikapita, inaendeshwa na Brume. Brume akagoma kabisa kuwapa ushirikiano. Polisi mmoja akasearch laptop ya Brume na akagundua kwamba Brume ni tajiri vibaya mno. Baada ya kujua mwamba ni tajiri sana, wakaamua kwenda naye mpaka nyumbani kwake ili wakagawane hizo hela. Njiani wakawa wanabishana wachukue milioni 10 au 15. Hao polisi wamejichanganya sana kumfuata Yahoo Boy mpaka nyumbani kwake. Yahoo Boy maana yake ni tapeli wa mtandaoni. Walivyoingia ndani tunaona kuna tuzo Brume alipewa kama mfanyakazi bora wa benki wa mwaka. Kwa hiyo Brume sio Yahoo Boy bali ni mfanyakazi wa benki. Sasa kwa nini kavaa kama vile Yahoo Boy? Tutaelewa tu huko mbele. Brume akawapatia glasi za champagne wakagonga na cheers kabisa kama vile wanafahamiana. Hadi kuna polisi mmoja akasema, kwa ushirikiano mwema, wakapiga koka kinywaji kisha wakaanza kubageni naye. Wakapandisha dau lao toka milioni 10 mpaka milioni 20. Brume akasema hana hicho kiasi cha pesa. Wakaanza kumtishia kwamba watachukua pesa zake zote kwenye akaunti yake ya benki. Muda wote huo Brume anawashangaa tu hao wazee. Polisi akachukua picha kwenye showcase. Brume akaikwapua akairudisha. Polisi akampiga kwenye mbavu kisha akaanza kumfunga pingu. Akamwambia Afande Felix achukue laptop ya Brume. Wakati anakomaa kumpiga pingu, wote watatu wakaanguka chini. Champagne waliokunywa iliwekewa madawa. Baada ya muda afande yao akawa anaona kwa mbali kuna mtu kala maski. Anamwambia, champagne imewaingia sio? Basi pokea na hii. Kisha tunatupwa miaka 6 nyuma ambapo Brume alikutana na mke wake kwa mara ya kwanza, anaitwa Najite. Kuna rafiki yao mmoja aliwakutanisha na haikuchukua muda wakazama mapenzini. Haya, tunarudi tena ndani ya nyumba. Kabla ya Brume kuja na polisi hapa nyumbani, tunapewa sababu kwa nini polisi waliamua kumfuata Brume mpaka nyumbani. Brume aliwadanganya kwamba hawezi fanya muamala wowote kwa sababu kasahau simu yake nyumbani. Hivyo basi inabidi waende pamoja mpaka kwake. Huo wote ulikuwa ni mpango tu wa mwana kuwaleta polisi nyumbani kwake. Brume akaamka na mshikaji wake anaitwa Dami akamsaidia kunyanyuka. Kisha Brume akaanza kumnyanyua yao. Muda huo Dami anarekodi tukio zima kwa simu yake. Brume akawa anamwambia polisi kwamba aliwaigizia tu kwamba yeye ni Yahoo Boy kwa kuvaa kama wanavyovaaga wao. Nywele za dread ambazo zinajulikana sana kama ndo alama kuu ya matapeli wa mtandaoni. Akaanza kumweka ngumi huko, anamwambia kwamba hatimaye kawakamata. Hii inamaanisha kwamba mwamba alikuwa kawatarget polisi hawa. Tunatupo tena miaka ya nyuma. Tunakutana na Brume na mkewe Najite wakisherehekea birthday ya Brume. Na siku ya leo Najite akampatia mumewe saa moja nzuri sana. Ikariri hii saa tutairudia baadaye. Sasa ili birthday ikamilike vizuri, lazima wazungu nao watupwe wapungue kiunoni. Hivyo baada ya mipinduko mingi wakatoka kwenda kukutana na rafiki yao Dami sasa ambaye ni daktari. Dami akawaambia kwamba vipimo alivyofanya vinaonesha kwamba wote ni wazima wa afya na hakuna kizuizi chochote cha Najite kushika mimba. Sasa kutokana na kwamba wameshafanyaga vipimo vingi na madaktari wengi kabla ya Dami, wakashauriwa labda wajaribu kuasili mtoto tu. Hilo swala likamkasirisha sana ndugu Brume, akanyanyuka akasepa. Tunarudi kwenye maisha ya sasa. Brume na Dami wakakutana jikoni. Dami anamwambia Brume kwamba hawezi kuposti mtandaoni video aliyorekodi kwa sababu sura yake inaonekana. Brume akasema yeye ajali, kisha akashauri wawaue tu hao polisi kwa sababu waliharibu maisha yake na kuchukua kila kitu. Kisha wakasikia Afande Felix anapiga kunga, wakatoka chap kwenda eneo la tukio. Kufika mshikaji anawaambia kwamba anataka kwenda kukojoa. Wakamwambia jikojolee tu, hakuna kwenda chooni. Mchizi naye akashindwa kujizuia akalimwaga tu. Sasa hapa sikiliza kwa makini. Afande Felix anadhani kwamba walitekwa sababu ya rushwa aliyoipokea kutoka kwao. Ila huyu mwingine afande yao atakuwa anajua tu kwa nini wametekwa. Basi naye akaomba kwenda haja kubwa. Wakamkatalia kisha wakamwambia naye alibwage tu hapo hapo. Brume akamwambia Dami kwamba asije kuachia watoroke. Kisha akaondoka pale. Tunatupo tena miaka ya nyuma. Tunamuona mama yake Brume kaleta madawa kibao ya mitishamba kwa ajili ya Najite kunywa ili aweze kushika mimba. Akampa moja ya kupaka kwenye tumbo na nyingine kuweka chini ya mto kabla ya kukinukisha. Akampatia na kobe akamwambia inabidi awe anaweka tone la mkojo wa kobe kwenye chai kabla ya kunywa. Najite akauliza, "Kwa nini mimi peke yangu tu ndo akunywa hizi dawa zote? Vipi kuhusu mume wangu? Kwa sababu wote tunahusika kwenye tendo la kuleta mtoto." Akaambiwa tu hizi dawa ni zake, afuate maelekezo. Usiku huo Najite akajiandaa kwa ajili ya wazungu wengi. Kuingia chumbani anamkuta Brume kaanguka
amejiangusha kachoka kishenzi. Kwa hiyo licha ya kutumia hayo madawa yote hawakufanikiwa kukutana kimwili hiyo siku. Kwenye maisha ya sasa, Dami akampeleka Yao chooni akajisaidie. Muda huo Brume yuko na Felix. Huku chooni Yao anapanga mpango wa kutoroka. Akachukua brush, akavunja mti wake kisha akaufunga mguuni kwake. Kabla hajarudishwa sebleni, akampa ofa Dami kwamba cheo chake kina zaidi ya dolari za Kimarekani milioni 50 kama mfuko wa kustaafu, na kuna marupurupu mengine ambayo yanafika mpaka milioni 100 za Kinigeria. Hivyo atampa zote hizo akimwachia tu aondoke. Dami akamrudisha Yao sebleni. Brume akasema, nimewasikia mna discuss. Dami akasema hamna kitu, alikuwa analilia tumwachie tu. Mchizi akamwambia Brume kuhusu dola milioni 50. Tunatupo tena miaka ya nyuma. Tunamuona Brume yuko busy anaongea na Dami kwa simu, na maongezi yao ni kuhusu pesa. Inaonekana kama Dami kuna kiasi cha pesa anamuomba ndugu Brume, na kwa kipindi hicho Brume akasema hana kiwango hicho cha pesa. Akamwambia wataongea baadaye kisha akakata simu. Tunarudishwa tena maisha ya sasa. Felix anamuuliza Yao kama kamtambua yoyote kati ya hawa. Yao akasema hana uhakika sana. Punde akaingia Dami. Yao akasema anataka tena kwenda haja ndogo. Dami akampeleka mitaa chooni. Yao akasema zile dola milioni 50 alizomwambia mwanzoni walizifukia maeneo ya karibu tu na hapa, na atampatia pesa zote akikubali tu kumwachia. Akamuonesha video Yao akiwa anachezea mahela mengi mno kabla hawajayafukia. Dami akawa anapagawa na pia akaanza kushawishika na hicho kiasi cha pesa. Tunatupo tena miaka ya nyuma. Najit na Brume wanagombana kwa sababu Najit anadai amechoka kunywa hizo dawa za mitishamba na mikojo ya kobe. Kachoshwa na jinsi mama mkwe anavyomfanyia, ni kama yeye ndo mwenye matatizo peke yake kuhusu kupata mtoto. Wakati anaongea, kwa bahati mbaya akamuita mama yake Brume mjinga. Hilo likamkera sana Brume, na yeye akaanza kumlalamikia kwa kufyatua mimba kipindi cha nyuma, kitendo ambacho kinaweza kikawa ndo sababu ya yeye kushindwa kushika mimba tena. Yale maneno alimfanya Najit ajisikie vibaya sana, akatoka chumbani huku analia kishenzi. Alafu kumbuka kwamba daktari aliwaambia wote wako njema tu kiafya. Huku kwenye maisha sasa, Brume anaandaa msosi kwa ajili ya mateka wao. Wakati wanawalisha, Brume akawa anatoa taarifa za muhimu kumuhusu Yao, nyumba yake ilipo, majina yake ya mkewe na watoto, yani kumuonesha kwamba alikuwa anamfuatilia kwa muda mrefu. Yao akapata hasira akamng'ata Dami, huku anakomaa kumvua maski ili amjue ni nani. Kutokana na hilo ikabidi wawafungie kwenye cage. Felix akaanza kuuliza kuna sababu gani inawafanya wawatese hivi. Anadai yeye anafanya kazi kwa ajili ya watoto wake tu, na anapokea hongo ili watoto wake wasije kuwa kama yeye, na pia yuko tayari kulipia chochote wanachotaka ili wamwachie tu. Brume akaondoka kwa hasira pale huku analia sana, hasa akikumbuka moments nzuri alizokuwa na mke wake. Tunatupo tena miaka ya nyuma ambapo hatimaye sasa Najit kashika mimba. Wanafurahi kishenzi. Brume akamwomba msamaha mke wake kwa zile dawa ambazo mama yake alikuwa akimpatia kila siku, ila hata hivyo zimesaidia. Wamefanikiwa kashika mimba. Najit akakosa raha kabisa, akaenda chumbani akaanza kulia. Baadaye akaenda kwa Dr. Dami kufanya vipimo, na akamwomba sana dokta afanye juu chini Brume asijue chochote. Na hapa ndo tunajua kwamba alikuja kupima kujua baba wa mtoto ni nani. Huku Felix anazidi kuomba na muuliza Dami kama kakubali ufa yake. Dami akasema labda mniambie pesa ziko wapi ndo kidogo mnaweza mkapata nafasi ya kuondoka. Yao akamwambia Dami ile dola milioni 50 anayo Brume na ipo humu ndani ya nyumba, na kwa ushahidi akamwambia ende sebleni ataona picha ya Brume akiwa na CSP Okoli. Dami akaenda kuthibitisha na akakuta ni kweli. Akacheki na simu ya Brume akakuta namba ya CSP Okoli. Dami akakubali ofa ya kumsaliti Brume, akafungua keji na akampeleka mchizi chooni aanze kutafuta hizo hela ni wapi zimefikiwa ndani ya nyumba. Sasa kabla hawajaondoka, Dami akamuita Brume kuja kumwangalia Felix. Kufika chooni, Yao akasema hakuna hiyo hela huko ndani, ilikuwa michezo tu. Kisha akamchoma na kile kimti alichokivunja mwanzoni alivyoingia chooni. Akachukua bunduki yake akarudi naye sebleni kama mateka. Akamwamuru Brume amfungulie Felix. Brume akafanya hivyo. Dami akamwambia polisi amuulize Brume kuhusu hizo dola milioni 50. Brume akasema usiwaamini hawa jamaa, hakuna hizo pesa huko ndani. Akamzimisha Felix kwanza, kisha akamwambia Yao hiyo bunduki haina risasi. Risasi zote ninazo mimi. Yao naye akazimishwa. Dami akaanza kumlalamikia Brume kwa kumpa bunduki sio na risasi. Tunatupa tena miaka ya nyuma. Tunaonesha Brume na mkewe wanatoka hospitali wakiwa na picha za ultrasound. Brume anafurahi kishenzi, hatimaye wanaenda kupata mapacha. Najit hana raha kabisa. Mwisho wa siku akaona tu azungumze ukweli kwamba huu ujauzito sio wa mwamba. Nini? Utakuwa wa nani sasa? Brume akasimamisha gari. Akawa anamuuliza kwa hasira nani anamiliki ujauzito. Akasema nilikuchiti na ex wangu. Analia vibaya mno, anaomba msamaha. Wakarudi ndani ya gari. Najit akasema anajua mchizi ana hasira sana na yeye, lakini anampenda sana. Hata kama alichiti, lakini mtoto bado atakuwa wa Brume. Baadaye usiku mwingi, Brume kakaa peke yake analia vibaya mno. Akacheki yale majibu ya DNA, yanaonesha wazi kabisa kwamba Brume hahusiki na huo ujauzito. Tunarudishwa tena kwenye maisha ya sasa. Brume analia vibaya mno, unaambiwa. Muda huo video ya mkewe ina play kwenye projector. Akatoka chumbani akawakurupua polisi walikuwa wamelala. Felix bado anaomba tu, basi nipeni simu nimpigie hata mke wangu. Brume akamgeukia Yao akamuuliza, hivi unakumbuka uliipataje hiyo saa ya goldi? Kumbuka kwamba hii saa alipewaga Brume na mkewe siku yake ya birthday.
Sasa imefikaje kwa Yao Yao? Tunatupwa tena nyuma kidogo kuoneshwa nini kilitokea ile siku wakati wanarudi nyumbani. Mapolisi wale Yao na Felix wote wamelewa chakali, wakawasimamisha na wakaanza kuomba hela kama kawaida yao. Brume naye tayari ana hasira zake kachitiwa na mkewe, hivyo wakawa na wajibu hovyo tu polisi, wakawatoa nje na kuanza kuwapiga. Felix akampiga Brume na kitako cha bunduki, Brume akazima. Kabla hawajasepa, Yao akaiba saa ya Brume. Kisha Yao huyo akampiga Najit tumboni, akaanza kutema damu tu mpaka akafariki maskini. Jamani, mimi sikujua. Akaanza kuomba asamehewe tu. Mchizi akampa option mbili, amuue yeye alafu aache mke na watoto wake waishi, au familia yake iuawe yeye abaki. Felix akasema anataka kuishi, kumaanisha sasa huyu mwamba anaweza kuua familia yake. Maamuzi ya Felix alimkera sana Brume, akamtemea na mate usoni, kisha akamfungulia keji aondoke. Kabla hajafika mbali akampiga chuma. Akamgeukia Yao na akamwambia chakula alichokula mwanzoni ilikuwa ni nyama kutoka kwa mbwa wake. Akamnyoshia chuma anataka ammalize. Dami akawahi akaanza kumuuliza mwana aseme hizo dola milioni 50 ziko wapi. Kabla hajajibu, Brume akamuua. Dami akawa analalamika kishenzi. Mwana akamgeukia akampiga chuma ya mgongo. Sasa kumbe Dami ndo mtu ambaye Najit alikutana naye kimwili. Kumaanisha sasa Dami ndo baba wa ule ujauzito. Au sio yeye? Au nafika mbali sana? Na niambia, tuendelee kusikiliza. Dami akaomba sana msamaha kwa kulala na mke wake, kisha akamtobolea siri nzito zaidi. Sasa sikiliza kwa makini. Mwanzoni kipindi Najit kaenda kupima DNA, Dami alimwambia wanahitaji damu ya Brume, na kupata damu ya Brume ni kitu ambacho hakiwezekani kwa sababu Brume angegundua wanafanya DNA, na Najit alikuwa hataki jamaa ajue, kwa sababu idea tu ya kufanya DNA ingemsanua Brume kwamba Najit alilala na wanaume kadhaa kiasi kwamba hajui baba ni nani. Na kwa kuwa Najit alisisitiza sana jamaa afanye namna yoyote ili wapime DNA, Dami akaamua kutumia damu yake mwenyewe, ila kwenye majibu ya vipimo likaandikwa jina la Brume. Sijui kama umenielewa hapo. Kumaanisha sasa Brume ndo alikuwa baba wa ule ujauzito kwa mkewe. Hii siri ilimchanganya sana ndugu Brume, na hivyo ana kipara akazidi kupagawa, akamnyoshia chuma Dami, mara anajiwekea yeye tena. Tunasikia tena ile sauti tuliyoisikia mwanzoni mwa movie kabisa. A good friend once told me the human brain can stay functioning for up to 15 minutes after you're dead. Or was it 50 minutes? I forget. Well, I guess it's in these 15 or so minutes I tell you this story. Kisha tunasikia sauti ya chuma. Sasa nani kapigwa hii chuma? Brume au Dami? Wote hatujui. Ila tunaweza kuotea tu kwamba Brume kajiua kwa sababu toka mwanzoni alikuwa na mawazo ya kujiua. Au wewe unahisi nani kafa? Niandikia hapo chini kwenye comments. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Jolly Roger.